Iran yasema mashambulizi yataendelea hadi adui atakapojisalimisha kikamilifu. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Mohammad Bagher Zolghadri, amesema mashambulizi ya vikosi vya jeshi la Iran yataendelea hadi adui atakapojisalimisha kikamilifu na hadi kulipiza kisasi kwa damu ya mashahidi. Kwa mujibu wa Paris Today kinukuu shirika la utangazaji la Iran, Zolghadri katika ujumbe wake amesema kila nguzo ya moshi inayoonekana katika eneo hilo ni ishara ya kulengwa kwa kituo cha kijeshi, kiusalama au kifedha cha Marekani. Amesema mashambulizi endelevu na yenye malengo yanayofanywa na jeshi shupavu la Iran ni mijeledi ya hasira ya taifa la Iran lililoamka dhidi ya mfumo wa utawala wa kibeberu. Zolghadri ameongeza kuwa mashambulizi hayo yataendelea hadi kujisalimisha kikamilifu kwa adui na kulipiza kisasi cha damu ya watoto wasio na hatia wa Minab na Lamed pamoja na wengine waliouawa shahidi kidhuluma na majeshi ya kigaidi ya Marekani na Israeli. Huku hayo yakiripotiwa, jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limetangaza kuwa limetekeleza mashambulizi mapya dhidi ya ngome za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Bahrain, huku likitoa onyo kwa raia katika nchi zinazowapa hifadhi wanajeshi wa Marekani kuondoka mara moja na kuwa mbali kwa angalau mita 500 kutoka maeneo yanayotumiwa na wanajeshi hao. Lakini hayo yakiendelea, nikwambie Ukraine naye ameyakanyaga huko kwa Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amelaani vikali shambulio la kijeshi lililofanywa na utawala wa Ukraine dhidi ya meli ya biashara ya Iran kwenye bahari ya Caspian. Said Abbas Araghchi ametoa tamko hilo kali katika mazungumzo yake kwa njia ya simu na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, ambapo amelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na jamii ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya tukio hilo na kuhakikisha wahusika pamoja na wanaounga mkono kitendo hicho cha uhalifu wanawajibishwa. Katika mazungumzo hayo ya simu, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Said Abbas Araghchi na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas wamejadili pia matukio hivi karibuni katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Aidha, katika mazungumzo hayo pande zote mbili zilijadili hali ya Ghuba ya Uajemi na mlango bahari wa Hormuz kufuatia hatua za kujibu iliyochukuliwa na vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya mashambulizi ya Marekani. Wanadiplomasia hao wamesisitiza umuhimu wa kuanzisha mipango ya kidiplomasia ili kudhibiti na kupunguza mvutano unaoendelea katika eneo hilo. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali shambulio lililofanywa na utawala wa Ukraine dhidi ya meli ya biashara ya Iran kwenye bahari ya Caspian alfajiri ya Jumamosi. Shambulio hilo lilisababisha mlipuko mkubwa katika meli hiyo na kupelekea baharia mmoja kuwa washahidi huku mwingine akijeruhiwa. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaendelea kujitolea kikamilifu katika kulinda maslahi yake ya kitaifa na usalama wake, akisisitiza kuwa ukosefu wa utulivu wa sasa kwenye lango bahari la Hormuz ni matokeo ya moja kwa moja ya ukiukwaji wa ahadi na jinai zilizofanywa na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Akizungumza kwenye mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kando ya mkutano wa baraza la mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai nchini Kyrgyzstan siku ya Ijumaa, Araghchi alitoa shukrani zake kwa hatua ya Russia kulaani mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran. Araghchi amekumbusha nia njema ya Iran wakati wa mazungumzo yaliyopelekea kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita. Aidha, amesisitiza kuwa kama vile Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilivyoonyesha nia ya dhati katika diplomasia, vivyo hivyo imedhamiria kulinda maslahi yake ya kitaifa na usalama wake na kuzuia Marekani kutumia vibaya lango bahari la Hormuz kutishia usalama wa taifa la Iran. Kwa upande wake, Lavrov amebainisha tena msimamo wa kimsingi wa Russia unaolaani uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran. Amesisitiza umuhimu wa ushirikiano na kujenga uaminifu ili kuweka utaratibu wa usalama wa kikanda unaoongozwa na nchi za eneo la Asia Magharibi. Mawaziri hao wawili walipitia na wamekubaliana kufuatilia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa hapo awali kati ya Tehran na Moscow. Aidha, wamebadilishana mawazo kuhusu maendeleo ya eneo la Asia Magharibi kufuatia hatua ya Washington kukiuka tena makubaliano ya kusitisha vita Islamabad. Vita vya uvamizi vya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran vilivyoanza tarehe 28 Februari vimeingia mwezi wa 5 mnamo tarehe 8 Aprili baada ya siku 40 kutokana na operesheni za kulipiza kisasi za Iran na udhibiti wake juu ya lango bahari la Hormuz. Marekani na utawala wa Kizayuni walilazimika kukubali makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, Marekani alianzisha tena mashambulizi yake dhidi ya Iran baada ya kukiuka makubaliano ya maelewano ya tarehe 17 Juni yaliyosimamiwa na Pakistan.
Na jeshi la Marekani limeendesha mashambulizi ya anga kote Iran kwa siku ya 14 mfululizo, ikilenga maeneo ya raia, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya mawasiliano, madaraja na mitambo ya kusafisha maji ya chumvi, na kuua watu 55 na kujeruhi wengine 645. Na kujibu mapigo hayo, vikosi vya ulinzi vya Iran vimevurumisha droni na makombora dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo. Vilevile Iran imekosoa vikali kauli za mkuu wa diplomasia wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Iran, huku ikibaki kimya kuhusu jinai za vita zinazofanywa na Marekani na Israeli dhidi ya nchi hiyo na kuzitaja kuwa ni aina safi kabisa ya unafiki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Bagei ameandika kwenye ujumbe wake kwenye akaunti ya X siku ya Jumamosi kwamba kujidai kuwa mtetezi wa haki za binadamu unawezaje kupatanishwa kwa urahisi kiasi hiki na kutoa msaada wa kiufundi logistic kwa mashambulio ya mauaji dhidi ya wananchi wa Iran, mashambulizi yanayolenga kwa maksudi raia na miundombinu muhimu ya kitaifa. Ameongeza kuwa na yote hayo huku akikataa kulaani hata jinai za vita zilizowazi kabisa na bila kutoa hata neno moja la pole kwa watoto wa Iran waliouawa kwa mabomu na makombora ya Marekani na Israeli yaliyoungwa mkono na msaada wa kiufundi na logistic wa AU yenyewe. Bagei ameongeza kuwa hilo haliashiri tu kupoteza itibari, bali ni uovu kamili na unafiki wa wazi. Mkuu wa sera za nje wa AU Kaja Kallas alisema siku ya Ijumaa kuwa umoja huo wa kisiasa na kiuchumi wa nchi 27 umeweka vikwazo vipya dhidi ya majaji 5 wa Iran na mmoja wa viongozi wa kundi mashuhuri la usalama wa mtandao kwa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kallas alidai kwenye X, wakati dunia nzima imeelekeza macho yake kwenye vita vya Mashariki ya Kati, hatupaswi kupoteza mtazamo kuhusu ukandamizaji wa Iran dhidi ya wananchi wake. Sasa hayo yakiendelea, Rais Donald Trump wa Marekani hatimaye ametilia saini na Saudi Arabia makubaliano ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia ambayo yanafungua njia kwa ajili ya shughuli za kurutubisha urani ndani ya ufalme huo, kama ilivyoripotiwa na magazeti ya Wall Street Journal na New York Times. Kupitia makubaliano hayo ya miaka 30 ambayo thamani yake inakadiriwa kufikia makumi ya mabilioni ya dola, Riyadh itapata fursa ya kutumia teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kwa msaada wa Washington. Chini ya makubaliano hayo, makampuni ya Marekani yatakuwa na nafasi muhimu katika kuanzisha na kuendeleza miundombinu ya nyuklia nchini Saudi Arabia na kuzuia makampuni mengine ya kigeni kufanya kazi katika sekta hiyo nchini. Idhini ya Trump ya kuhamisha teknolojia ya nyuklia ya Marekani kwenda Saudi Arabia imevutia vyombo vya habari kimataifa. Riyadh inadai kuwa inahitaji teknolojia ya nyuklia ya Marekani ili kupunguza utegemezi wake kwa mafuta ya visukuku. Hata hivyo, makubaliano kama hayo itabidi yafuate kanuni kali za kutosambaza silaha za nyuklia na kukabiliwa na uchunguzi mkali wa bunge la Marekani. Chini ya mojawapo ya vipengele vya makubaliano hayo, iwapo utafiti wa pamoja kati ya mataifa hayo mawili utafanikiwa, kampuni za Marekani zitajenga kituo cha kurutubisha nyuklia nchini Saudi Arabia. Pamoja na hayo, suala hili limekabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wanachama wa vyama vikuu vyote viwili vya kisiasa nchini Marekani pamoja na watawala wa Israeli ambao wanachukulia hatua hiyo kama njia inayoweza kuiwezesha Saudi Arabia kutengeneza silaha za nyuklia. Ni muhimu kuzingatia kuwa Marekani inadumisha msimamo wa undumakuwili kuhusiana na suala zima la teknolojia nyuklia kwenye eneo la Asia Magharibi, ingawa Washington imekuwa ikipinga mara kwa mara Iran kumiliki teknolojia nyuklia kwa malengo ya amani, kwa madai kuwa inataka kutengeneza silaha za nyuklia, lakini wakati huo huo inaunga mkono uhamishaji wa teknolojia kwa washirika wake wa kikanda. Licha ukweli kwamba makubaliano ya nyuklia JCPOA ya mwezi Juni 2015 kati ya Iran na kundi la 5+1 yalifikiwa kwa shabaha ya kuhakikisha shughuli za nyuklia za Iran zinafanyika kwa malengo ya amani kupitia utekelezaji wa taratibu kali zaidi za ukaguzi wa nyenzo na vituo vyake vya nyuklia, lakini Trump alitangaza kujiondoa kwa upande mmoja katika makubaliano hayo mwezi Mei 2018 na kisha kuweka vikwazo vikali dhidi ya Iran kama sehemu ya kampeni ya mashinikizo ya kiwango cha juu zaidi. Hii ni licha ya ukweli kwamba hakuna ushahidi wowote unaoonyesha kuwa Iran inataka kutengeneza silaha za nyuklia, ambapo wakala wa kimataifa wa nishati atomic tayari umesisitiza mara kwa mara kuwa mpango wa nyuklia wa Iran ni wa malengo ya amani. Aidha, ripoti za vyombo vya kijasusi vya Marekani pia zimethibitisha kuwa Iran haijihusishi na jitihada za kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, bila kujali ukweli huo, Trump anapinga hasa shughuli za Iran kurutubisha urani, pamoja na kuwa Iran ambayo ni mwanachama wa IAEA na mkataba wa kutosambaza silaha za nyuklia NPT ina haki ya kuendesha shughuli za nyuklia kwa malengo ya amani, ikiwemo urutubishaji urani.
Kile ambacho kitaendelea hatua kwa hatua nitaendelea kukujuza. Shukran kwa Baba wa Kivita.